Swahiba, habari za jioni. Kwa majina naitwa Ami Julian Mamuni, Manager Corporate Finance pamoja na Advisory Services. Siko peke yangu siku ya leo. Manager Corporate Finance na Advisory Services. Wapi? CRDB Bank PLC. Siko peke yangu siku ya leo. Niko na wenzangu, wataalamu wa soko. Ruitiko, karibu jitambulishe, na Ibrahim, kila mtu kwa wakati wake. Karibu. Asante Ami. Karibuni ndugu wawekezaji. Karibuni katika hii wiki ya 21. Naitwa Ruitiko Mbilinyi, Manager wa Trading na Operation CRDB Bank. Asanteni sana. Asante Ruitiko. Mimi naitwa Ibrahim Kasim Zakaria. I'm responsible for market research and financial analytics at the CRDB brokerage unit. Asanteni sana Ruitiko pamoja na Ibrahim. Kama ilivyo ada, jioni ya leo, jioni tulivu kabisa, huwa tunakutana mahali hapa, tunazungumza kuhusu soko letu la hisa. Session yetu ya kwanza mara nyingi huwa inakava nini kimetokea sokoni, na session yetu ya pili huwa ni mwendelezo wa ile series yetu pendwa ya Unlocking Value in Mid Cap Stocks, ambapo one of the key things ni kama saizi tumeshapitia kampuni 2, na leo tutaileta kampuni ya 3. Lakini wakati tunaangalia hayo, tuwakumbusha wawekezaji kwamba moja ya kampuni tulizowahi kuzipitia, kwa sababu tulianza na DSE, tukaichambua, tukasema hii tunaamini ina value, kuna vitu vinatakiwa vifanyike kuweza ku-unlock even better value and why mwekezaji aangalie sensitively. Kampuni ya pili tuliokuwa tumeichambua, na hii ni kampuni ambayo tulikuwa tumeidiscuss kwa muda mrefu sana, tulikuwa tunahisi kuna kitu kipo, umeona, ilikuwa ni Mkombozi Commercial Bank. Na Mkombozi Commercial Bank kwa kweli wiki hili akatusurprise wote kwa sababu akatangaza gawio. For the first time katika, wanasema within the 2020s, Mkombozi akawa ametangaza gawio. Why am I saying this? Kwa sababu mara ya mwisho Mkombozi analipa gawio ilikuwa ni mwaka 2017. Nadhani unaweza kukumbuka ulikuwa wapi. Na hili ilikuwa ni gawio la shilingi 25 by then. Mwaka huu ametoa gawio la shilingi 92.40. Hii ni kampuni ambayo tulipitia kwa kina, tukapata heshima ya kumpata CFO wa Mkombozi, akaielezea kwa kina sana benki yake, na tunafurahi kuona kwamba hisia zetu hazikwenda in vain. Tulikuwa karibu na asali. Ruitiko, kama trader umekuwepo sokoni muda mrefu sana, ni watu ambao umekuwa ukitaja sana Mkombozi, ni watu ambao umekuwa ukisema kuna kitu nahisi kipo hapa. How was your feeling? Lakini pia kama mtaalamu, what is your opinion? Asante Ami, samani nilikuwa napata shida kidogo ya mtandao. It has been a very good week. Hili gawio la Mkombozi naamini limeweka tabasamu kwenye sura za watu wengi sana, na hata pia tukiangalia bei ya Mkombozi sokoni imereflect accordingly. Najua kuna watu wengi sasa hivi wanatamani wangenunua kipindi hivyo kwa 540 580, lakini bado hujachelewa. Naamini kabisa kwamba it's a very good counter. Ukiangalia the dividend yield ambayo unaipata, kwa hiyo bei iliyoko bado sokoni sasa hivi bado tuko kwenye double digits. Kwa hiyo kuna potential kubwa ya hii bei kuendelea kwenda juu kidogo. Changamoto tu tunaipata ni kwamba watu wenyewe ambao wana hold hisa za Mkombozi hawataki kuuza sasa hivi, kwa hiyo supply imekuwa ni changamoto kidogo, lakini overall imekuwa ni very good counter, good earning per share. The bank imekuwa na tremendous performance. Actually banking sector nzima sasa hivi tumeona kabisa kwamba matokeo yake yamekuwa very impressive. Imekuwa ni sector ambayo ya kuangalia kwa kina, lakini pia Mkombozi Bank imekuwa ni
taasisi ambayo ina matumaini makubwa sana. Tulikuwa na CFO the last time kwenye session, alitueleza mengi na naamini wawekezaji waliweza kusikia na alifanya maamuzi, amefanya maamuzi na sasa hivi atakuwa ana enjoy the benefit. Changamoto ambayo naiona tu ndogo ni kwamba mpaka tunamaliza hii session bei za hisa nyingi zitakuwa zimekimbia, na kama kuna mtu anategemea kufanya maamuzi mwishoni kabisa atakuwa amechelewa kwa namna moja au nyingine. Most of the counters sasa hivi zinaenda kwa spidi sana sokoni, na hiyo inatupa picha kwamba mwekezaji ukishasikiliza, ukiona kabisa kwamba zile fundamentals ni nzuri, ni vizuri pia kufanya maamuzi sahihi mapema, kwa sababu kile unachokisikiliza na wengine wanakisikiliza na baadaye wanafanya maamuzi. Ukichelewa, mwisho wa siku unaweza ukapoteza a potential gain katika hiyo investment yako ambayo unataka kuifanya. Asante sana. Asante sana Ruitiko. Within the space ambayo nadhani tulikuwa tunaongea mpaka leo, nilikuwa naangalia hapa kwenye website ya DSE, naona leo Mkombozi imefunga kwa shilingi 700. By the time tulivyokuwa tunafanya ile presentation ilikuwa ina trade around shilingi, Ruitiko, nadhani ilikuwa ina range around shilingi 500 na kitu hapo, umeona. So you can imagine how things are very volatile katika hizi mid cap stocks, vitu ambavyo kweli 580, vitu ambavyo kweli tulitaja kwamba sifa hizi mid cap stocks zikiyumba zinayumba kweli. Sasa nimkaribishe Ibrahim kwa ajili ya kutupatia weekly market recap. Karibu sana Ibrahim Zakaria. Asante sana Amin, na nawakaribisha investors na wasikilizaji wetu wote kwenye hii session yetu ya wiki hii, ambayo kama kawaida yetu huwa tunaongelea performance ya wiki ya capital markets. Sana sana tuna focus upande wa equities na bonds na other instruments pale inapotokea, na pia tunakuwa tunafanya tunaendeleza series yetu ya ambao this time we're looking at unlocking value in mid cap stocks, huku leo tukifocus kwenye kampuni ya Swissport kama ilivyokuwa imetangazwa kwenye posta mbalimbali ambazo tutakuwa umeziona kwenye mitandao yetu ya kijamii. Bila kupoteza muda sana, naomba nianze na what happened during this week. Nadhani mnaweza mkaiona hii presentation hapa, na just generally wiki hii naweza nikasema imechangamka sana, imeweza kuchangamka sana honestly. Tukianza tu na hiyo statistic ya kwanza hapo juu ya total turnover, wiki hii turnover imekuwa close to 38 billion. 38 billion tunahitaji, lakini tukiangalia wiki iliyopita the turnover was around 4.4 billion. Sasa unaona kwamba this is a massive jump. This is a massive jump in the turnover wiki hii ukicompare na wiki iliyopita, na we'll get to that in the next slide, lakini tunaweza tukaona kwamba soko lilikuwa kubwa sana. Activities za soko zilikuwa zimechangamka sana, and that is also reflected kwenye upande wa volume of shares. Volume of shares traded zili jump by 73% mpaka milioni 8 ukicompare na milioni 4 ambazo zilikuwa traded wiki iliyopita. Tunaona upande wa market capitalization, both the total market cap na domestic cap zimeshuka. The total market capitalization imeshuka by 0.6% na domestic capitalization imeshuka by 0.35%. Na hii tunaona sababu kubwa zitakuwa ni kushuka kwa bei za hizi hisa ambazo tutaziona in the next few slides. Indices, they've shown a mixed performance. Tunaona TSI imeshuka na DSCI imeshuka, ambayo inawiana na kushuka kwa the total market cap na the domestic market cap, lakini industry and allied index ilishuka by 1%. BI index ilipanda, so the BI index na commercial services zilipanda zote kwa 0.26 na 0.1, na we can have a close look hapa mbeleni kidogo. So back to what we were saying on the turnover,
turnover ilipanda by almost close to 9 times the turnover of last week. Tunaona kwamba wiki hii the top movers wamekuwa ni counter ya TCC na counter ya TBL. So what happened kwenye counter ya TCC kikubwa ni zile block trades ambazo zilikuwa zimepita. Counter ya TCC wiki hii imepitisha block trades around 2.5 million shares ambazo zimetrade kwenye the block counter, lakini pia counter ya TBL ukiangalia in totality wiki hii, especially kabla hawajatangaza gawio, wametrade around 2.6 million shares kwenye the block counter. Sasa tunaona hii kwa kiasi kikubwa imesababisha kwamba hizi counter mbili ndo zimekuwa the most traded counters. Lakini habari nyingine kwenye upande wa TBL ni kwamba wiki hii around, ilikuwa juzi tu tarehe 21, walitangaza their dividend declaration. Walitangaza dividend of around 818 au 818 per share, ambalo litalipwa mwaka huu, ili this dividend inahusiana na financial year 2024. Kulingana na bei ya TBL, this amounts to a dividend yield ya 7.5%, ambao ni dividend yield nzuri sana, na tunaona kwamba wanahisa wengi wamekuwa wakizikimbilia hizi shares. So just ili investors wafahamu kwamba hizi shares zita trade cum dividend mpaka tarehe 9 June. Kwa hiyo tarehe 9 June itakuwa ndo tarehe ya mwisho ambayo wale ambao watakuwa na hisa au wamenunua hisa by that date watakuwa eligible kupokea hili gawio. Yeah. Kwenye upande wa TCC, again hapa block trades zilipita, lakini tusisahau kwamba wiki iliyopita ndio TCC alilipa ile final dividend yake, na pia again hizi ni block trades ndio ambazo zimefanya counter ime move sana. So moving on, hapa tunaona wale gainers and losers. Na hapa kama tulikuwa tunafuatilia hapo nyuma kwenye upande wa indices, ndo kidogo itatupa picha kwa nini index ya banking ya BI ilipanda, na labda kwa nini index ya commercial services pia ilipanda, labda industry ya manufacturing ilishuka. So tunaona hapa counter ambayo imepanda zaidi wiki hii ni MKCB au Mkombozi Bank. Taarifa kubwa kuhusu Mkombozi Bank ni kwamba kama alivyoanza kusema Ami mwanzoni, ni ile counter ambayo tulikuwa tunaongelea mwanzoni, tukiongelea namna ambavyo imefanya vizuri, imekuwa na very good financial performance, inafanya vizuri, na pia ipo kwenye industry au sector, banking sector ambayo at the moment is doing very well. Bei yake imepanda kwa close to 19%, na majuzi hapa umetangaza gawio. Kama Ami alivyogusia hapo nyuma, it's for a very long time, I think since 2017, mwaka huu wametangaza gawio la shilingi 92.4, a very impressive yield or dividend yield ya 15.66%. Na wale wanahisa ambao wataqualify kupokea hili gawio, inabidi wanunue hizi share hadi itakapofika tarehe 30 June. Tarehe 30 June ndio tarehe ya mwisho ya cum dividend, and from there hii counter itaanza kutrade ex dividend. Kwa hiyo kuna muda kidogo wa around mwezi wa kuzaccumulate hizi shares. Lakini moving on, DSC pia imepanda mpaka by 14.3%. Hii imepanda sana, na pamoja na kwamba DSC wamefanya vizuri, lakini tunajua mapato ya DSC yanatokana na activities za soko, kwa mfano transaction fees, listing fees, na tumeona soko, basically soko la capital markets ambalo linahusu equities na bonds ambao wanakuwa wana list DSC, kumekuwa kuna activity kubwa sana.
tunaona tu wiki hii activity imekuwa close to 9 times the equity turnover ya wiki iliyopita. Kwa hiyo sasa investors wanafahamu kwamba hii pia itachangia katika kuongeza mapato ya DSE, na hii inafanya na bei yake kuwa inapanda as demand on this counter inaendelea kukua. Lakini Maendeleo Bank pia imepanda by 9.1%. Tunaona okay, by this show ya Mkombozi Bank, DSE na Maendeleo Bank, tunaona kwa nini ile index ya banking and investment imepanda, kwa sababu tunaona hizi counters ambazo zipo kwenye hii index zimekuwa zikionyesha price gains. Maendeleo Bank wamefanya vizuri, wamepost very good financial results, na investors are very skeptic or rather optimistic on this counter, na hiyo imechangia mpaka bei yake imepanda. Other counters ambazo zimepanda bei ni Swissport. Tunaona wanakaribia ile tarehe ya ex dividend, walitangaza gawio la shilingi 70.72 per share mwaka huu, na tusisahau kwamba katika series yetu ya leo ya unlocking value in mid cap stocks, moving away from those blue chips kidogo, tunaongelea counter ya Swissport. Kwa hiyo nisiongee mengi Swissport, we will have a very deep dive on Swissport, na pia wasikilizaji wetu wasiondoke, wakae karibu na laptop zao au simu zao popote walipo. Lakini tukiangalia kwenye counter ambazo zimeshuka, tukifocus zaidi kwenye the local counters, tunaona Twiga Cement. Twiga Cement hii counter imeshuka by 6.3. Tunaona hawa tarehe ya dividend inakaribia, in fact ni Jumapili hii, nadhani tarehe 25. Kwa hiyo tuseme mpaka leo siku ilipofungwa, wale ambao watakuwa wamemiliki hisa za au watakuwa wamefanya transactions za Twiga ndio ambao watakuwa eligible na ile dividend ya shilingi 600 per share ambayo ilikuwa announced. It's a very good dividend, na tunaona price yake ilipanda sana kwa hichi kipindi mpaka nadhani let's say the end of last week. Lakini hii wiki tumeona bei yake ikishuka, imeshuka by around 6.3%. DCB pia bei imeshuka, na hii ni kutokana na the financial results za DCB. Okay, tunaona kwenye upande wa investor participation, na kitu ambacho hatujakizoea sana kwenye wiki zilizopita, tumeona foreigners wame participate sana, especially kwenye the buy side. Mara nyingi huwa ni locals ambao ndo wana participate for at least kwenye the buy side, lakini wiki hii tunaona foreigners wame participate sana kwenye buy side, around 45%, na wameuza more than what the locals have sold. In fact wameuza 78.4%, na hii inawiana na hizi block transactions ambazo tumekuwa tukiziona kwenye counters especially ya TCC. Moving on to bond market performance, so in its totality hapa tunaongelea zile hatifungani za serikali pamoja na hatifungani za makampuni, meaning treasury bonds and corporate bonds. The total turnover was 65 billion, na tunaona turnover ya wiki hii imepungua, imekuwa less than half of the turnover ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa around 134 billion, na tumeona hii inawiana sana na kwamba wiki hii kulikuwa kuna mnada wa treasury bonds, na watu wengi au investors wengi walielekeza hela kule kwenye kupata zile fresh bonds, na hiyo imesababisha turnover ya wiki hii kupungua. Lakini tukiangalia 20 years au hatifungani za 20 years ndo zimedominate, zimekuwa zikipendwa sana, zimetrade 58% of the turnover, zikifuatiwa na 25 years at 41.7%. 10 years zimetrade kidogo to 0.3%, na kwa asilimia ndogo zaidi 7%. Sorry, 7 years au hatifungani za miaka 7. Kwenye upande wa corporate bonds, corporate bonds tatu
zimetrade wiki hii. Kuna ambayo imedominate sana ni Samia Infrastructure Bond. Kwa hiyo kutokana na turnover ya around 217 million, Samia Bond imeattract au imetrade close to 59%, ikifuatiwa na Azania, nadhani hii ni bondi yetu, imetrade around 38%, na mwisho kabisa NMB, it has been the less popular one at 3%. Kwa kumalizia tu tuwakumbushe investors na wanahisa, investors sana minada ambayo inafuata. So wiki ijayo tarehe 28 kutakuwa kuna mnada wa Treasury Bills, halafu itafuata mnada mkubwa, tunatarajia kuwa mnada mkubwa wa term ya miaka 25. Hii itafanyika tarehe 4 mwezi wa 6. Halafu baada ya hapo kutakuwa kuna another Treasury Bill auction, halafu mnada wa 20 years pamoja na mnada wa 15 years ndio utakuwa umemaliza borrowing calendar ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza na kupata a bit of a recap. What is following is a very exciting deep dive kwenye counter ya Swissport. Kama mnavyofahamu, tunaendelea ku-unlock hizi mid cap stocks. Tunatamani wawekezaji investors wajue deep hii biashara ya hizi kampuni ambazo ni mid size. What are they onto? Is it a good stock to buy? What are the fundamentals? Nisiongee sana, naomba nimrudishie Mike Ami aweze kumkaribisha our expert Imani Muhingo ambaye he will take us through Swissport kwenye continuation ya series yetu. Ami, karibu sana. Asante sana Ibrahim. I hope nasikika vizuri kabisa. Kama alivyosema Ibrahim, kwanza Ibrahim, asante kwa recap nzuri kabisa. Kwa kweli it's good to see yanayotokea sokoni, pamekuwa very active. Imani atakuja sasa, Imani Muhingo kuja kupresent kuhusu hii kampuni ya Swissport. Ni kampuni ambayo nayo ana declare interest kwa naye, huwa anasema he holds it dear. Umeona? Kwa hiyo Imani, karibu sana. Also as tunavyoendelea kuspika kati nasubiri hapo Ibrahim weke mambo sawa, nilikuwa tuna swali jepesi tu kwa Ritiko to keep the conversation going. Naona activity inaanza kuwa spread out counter mbalimbali katika soko la hisa, especially katika hizi stocks, na nimeona kidogo activity upande wa bonds kama zinakuwa kidogo hapo active sana. What is happening? What is the sentiment? Kama trader, what is happening in the market? Asante Ami. Ya unachosema ni sawa kabisa. Watu wameanza kuwa very active kwenye hisa. Counters nyingi sana zimepanda bei sana. Ukiangalia Afriprice sasa hivi tunaongelea 300, ukiangalia DSE tuko above 3000, ukiangalia NMB kwa kwenye 6300. Ukiangalia Mkombozi kama tulivyoiona hapo imepata gain ya over 18%, sasa hivi tuko kwenye 700, tuko kwenye 500, levels za 500 tulikuwa naziongelea. Na naomba niwaambie tu ukweli, huu ni mwanzo. Tunategemea kabisa kwamba kutakuwa na counters nyingi. Yale mambo ya kwamba ukienda kwa broker ukaambia ninunue share gani na kwambia nunua share fulani tu, yanaondoka kabisa. Na huu ndio muda ambao ndugu wasikilizaji natamani mje karibu sana, mjoin hizi weekly webinars, tuwe na dive in na guys kampuni, kwa sababu tunapoelekea kuna baadhi ya counters ambazo sasa hivi hazitrade zita-unlock, zitaanza kutrade pia, especially hizi sheria mpya zikianza June. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutakuwa na counters nyingi sana za kuziangalia, na mwisho wa siku kutakuwa kuna fursa nyingi sana pia sokoni. Unajua counter ikiwa moja inamaanisha kama fursa tunayo moja, lakini counters zinapozidi kuongezeka fursa zinazidi kuwa nyingi. Lakini pia
tunaelekea kipindi cha uchaguzi ambao kutakuwa kuna campaigns, tunatarajia liquidity kuongezeka sokoni. Kwa hiyo pia naamini kabisa kwamba ndugu wawekezaji mtakuwa na hela za hapa na pale kuwekeza. Ukija upande wa bonds, naomba msininukuu, lakini tunaelekea mwisho wa mwaka. Bond nyingi sasa hivi ziko expensive kidogo. Investors wale, kuna baadhi ya investors wanaamua kutulia kwanza, waone kalenda mpya inatokaje na kuna fursa gani huko kwenye kalenda mpya. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba activities za bonds zina slow down kidogo kwa sababu hiyo moja hapo. Lakini pia supply side, tumeona kabisa kwamba kuna watu wengi wana demand, lakini kupata hizo bond pia ni changamoto kwa sababu tumeona minada miwili ambao watu wengi wamerudishiwa hela pia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine supply side pia imekuwa sio rahisi kihivyo. Kuna watu ambao bado wako tayari kuwekeza sasa hivi, lakini wanashindwa kupata hizo position wanazozihitaji. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikawa ni moja ya sababu, lakini pia kuna ile effect ya mnada kwamba mara nyingi tumeshuhudia kwamba kutoka kwenye mnada the next week activities zinakuwa nyingi, afu baada hapo activities zina slow down kidogo. Kwa hiyo to record the 65B within a week also is still material, ni amount kubwa kidogo imetrade, na kwa namna moja au nyingine mnaweza tukaelewa kwa mbali kwa nini DSE imefika 3000. Huu umekuwa ni mwaka tofauti. Yaani activity sokoni zimekuwa ni nyingi na hii ni mwanzo tu. Kwa hiyo tunategemea activity nyingi zaidi. Naamini ndugu zetu DSE pale wakiangalia transaction kila siku wanachekelea, na hata wafanyakazi sidhani kama wanahangaika sana na bonus kwa sababu wanajua umwaka wa Tanzania wameamua kuwekeza. Na ni kitu kizuri kwa sababu the more watu wengi wanawekeza, the more transactions zinazidi kuwa nyingi, the more opportunities zinazidi kujifungua, na the more nchi kama sisi kama investors tunapata opportunity nyingi za kutengeneza hela. Kwa hiyo hiyo 65 ya leo sikutishe, naamini ukijaa kutakuwa na mnada tena. Tarehe 4 tutakuwa na mnada tena, baada ya mnada tutaona activity kidogo zinaweza zikashaya wewe kwa sababu mnada imefulizana, lakini naamini kuanzia mwezi wa 7 wa 8 tutaona transactions nyingi sana zikiendelea sokoni, na pia tutaona counters nyingi sana za hisa zikiunlock na biashara nyingi sana. Asante sana. Great. Asante sana Tiko. Now ni beyond the blue chips, unlocking value in mid cap stocks. Kampuni tunayoangalia leo ni nini? Ni Swissport. Karibu sana Imani Muhingo. Asante Ami. Asante sana Ami. I hope kila kitu kinaonekana na kusikika vizuri. Na mimi kabla sijaanza na hii nani ya leo, ni kazi yetu aliposema Lutiko. Nilikuwa naangalia turnover ya wiki hii kwa bwana Ibra hapo, na ni kama 38 billion. 38 billion shillings ni kama zaidi ya 15% ya turnover ya mwaka jana mzima ndani ya wiki moja. Kitu kilichotokea ndani ya wiki hii ni nini? Ni trading rules. Zimekuwa amended. So at least imekuwa amended at the end of last week. Wiki hii tumeona movement kubwa kwenye counter zile ambazo tunategemea kutakuwa na significant impact from the amendments. That sends a signal. Na hiyo ni institutions tu, bado retail haijafungua, kwa sababu ukiangalia ubaoni the amount of orders ambazo zipo kwenye hizi counters tatu, TBL, TCC na Vodacom, upande wa mauzo ni kubwa sana. Kwa hiyo ikipata wanunuzi zika execute, you can tell how significant activities will be. Kwa hiyo kweli niungana na Lutiko, mwaka huu kidogo utakuwa mwaka wa tofauti, na kuna amendment ya rules, lakini pia kuna entrance ya benki kubwa kwenye capital markets upande wa brokerage. Kwa hiyo I think mwaka huu kweli tutakuja kureview mwisho wa mwaka tuone mwaka huu umeendaje, lakini you can already tell significant activities are ahead. Tumeona development ya capital markets last year, it was setting a pace kwa ajili ya mwaka huu, na mwaka huu tunaona activities nyingi sana kwenye equities. Tumeona activities tangu mwanzo wa mwaka. Corporate bonds, kwasi moja ni kwasi government kwa sababu ni serikali ya Zanzibar, nyingine ni corporate bond ya CRDB, zaidi ya bilioni 700 imekuwa listed kwenye upande wa corporate bonds. Mpaka mwaka jana unaisha, ilikuwa value yote ilikuwa kama bilioni 600-700 na kitu. Total corporate bonds listed ilikuwa kama bilioni 600-700 na kitu. Mwaka huu peke yake kabla ya mwezi wa 4 haujaisha zimelistiwa nyingine bilioni 700. Kwa hiyo you can tell how activities are kwenye capital markets. Kwa hiyo ngana na Lutiko, people stay close. I think there will be significant opportunities arising kwenye capital markets. Tumeona mkeka wa dividends ilivyotoka, movement ya counters, dividends nyingi zimesurprise, TBL imesurprise.
Twiga Cement amesurprise, Mkombozi amesurprise. Kwa maana the companies are doing well, na hiyo wellness tutaiona ikireflect kwenye equity prices na kwenye activities kwenye capital market. That being said, leo tunaangalia Swissport. Beyond the blue chips, tunaangalia value iliyoko kwenye Swissport. So the aim of this series ni kuelewa biashara beyond kuwekeza, kununua tu hisa kama hisa, kuelewa biashara ambayo iko nyuma ya hiyo kampuni husika. Hiyo kampuni inafanya kitu gani, inafanya biashara gani, activities zake ni zipi. Wengi wanaijua tu Swissport, lakini Swissport inafanya nini exactly, anaingiza pesa kupitia streams zipi exactly. Hilo ndio lengo la hii series, kuwasaidia watu kufanya informed decisions wanafanya maamuzi yao ya uwekezaji. Kwa Swissport ni nani? A short history, Swissport ameanza kuoperate hapa tangu 1985. Alikuwa anaitwa Dar es Salaam Handling Company au Dahaco. Walioanza kuwekeza zamani wanaijua Swissport kama Dahaco. Ikaja kuwa privatized mwaka 2000 ambapo Swissport International ni kampuni ya handling ya Uswisi ambayo ilinunua 51% kutoka kwa serikali. Kwa wakawa majority owners na wakabadilisha jina kuwa Swissport Tanzania, na serikali akaja akaipeleka Swissport sokoni mwaka 2003. Ndio unaona wa players wengine wote wakaingia kama shareholders. Kwa hiyo mpaka sasa hivi largest shareholder ni Swissport International, unakuja alafu unakuja Global Frontier Markets NLP Fund inamiliki 6%, then NSSF ya kwetu hapa na PSSF wanamiliki 5% na 4, jumla 9, alafu unakuja unamiliki 29%. Kwa free float kwa DSE 49% ni free float, 51% inamilikiwa na Swissport International. Swissport Tanzania anafanya shughuli gani? Kama mtu ameshapita airport, ushai kupanda ndege, ushai kupita airport, tena unajua ukivuka kwenye ile check-in, ukiingia ukaenda unavyoingia kwenye ndege unapitia kama tunnels fulani, alafu unashuka, either kuna gari na kubeba au kuna ngazi unapanda, na mzigo unakuwa umeucheck in pale unavyoenda kucheck in. Kuna mizigo ambayo utaiacha pale, utakuja kukutana nayo ukishuka. Wewe unakuja unapanda kama ngazi, unaingia kwenye ndege. Ile process yote, kwa sababu airline haikufanyia ile mambo yote, process yote ya kuanzia kucheck in kuja kuingia, unavyoingia kwenye ndege, unapanda zile ngazi au unapewa ile gari pale chini, lile begi ambalo unaliacha pale kwenye check in point linashughulikiwa kule, unaenda kukutana nalo tu, unakuja kukuta linapita pale, unalichukua begi lako. Huo mchakato wote kuhakikisha begi limekaa kwenye ndege na limefika sehemu husika na linakuja kupita kwenye zile kama nani zinazopitisha mabegi, kama njia hivi zinazopitisha mabegi, ule mchakato wote kuna watu, ile ndio biashara yao, na huyo sasa ndio Swissport. Hiyo ni line moja ya biashara, na hakikisha abiria check in na ameingia mpaka kwenye ndege, na akishuka kuna usafiri au kuna ngazi na mabegi yake yamefika. Hiyo line moja ya biashara ambayo inaitwa ground handling. Ana handle hiyo shughuli yote pale airport, na Swissport ana handle hiyo airport ya Julius Nyerere Dar es Salaam na Kilimanjaro International Airport Arusha Kilimanjaro. Na nini nyingine ni cargo handling. Kwa hiyo kuna watu wanasafirisha mizigo, wewe unapakia mzigo kwenye Tanzania China, unafika mpaka hapa unaupokea. Yule anahakikisha mzigo umepakiwa na anahakikisha umepakuliwa hapa mpaka umekufikia wewe. Hiyo Swissport pia anafanya. Kwa two major streams of income za Swissport historically zilikuwa ni hizo mbili, mpaka mwaka 2022 akaintroduce ya tatu, ambao wakachukua ni line of business ambayo iko kwa Swissport International duniani, na wakaiunganisha hapa, wanaita Twiga Lounge, ni line ya lounges. Kwa hiyo anakuaga na lounges kwenye hizi airport. Ukienda airport kuna sehemu unaweza ukaa chakula, ukanywa vizuri, ukatulia, ukapata burudani wakati unasubiri kwenda kwenye ndege, kupanda ndege yako. Kwa Swissport wameanzisha ya kwao pale Kia, wako ambao na partnership na ya Tanzania I believe. Kwa wameanzisha Kia pale. Hiyo imekuwa line ya tatu ya biashara, ambao baada ya mwaka wa kwanza wa biashara, mwaka wa pili ka break even, ikawa na faida, lakini tutaona huko mbele. Kwa biashara za Swissport ni hizo, kuhakikisha abiria na mizigo yao wamepanda kwenye ndege na kushuka smoothly, na kuhakikisha wanabeba mizigo, wanahakikisha mizigo ikipakizwa kwenye ndege inafika na inamfikia mhusika smoothly. Na ya tatu ni hiyo ya lounge. Walipanua biashara. Sasa hivi wanaoperate kwenye airport mbili kama nilivyosema, Dar es Salaam na Kilimanjaro, lakini walipeleka biashara Mtwara na Songwe briefly mwaka 2013, lakini 2019 wakatoka. I think kwa sababu ya traffic, hamna traffic kubwa kiasi hicho. Mtwara Songwe inategemewa kuwa international airport, lakini bado haijakamata traffic hivyo. Tulitegemea itafungua Southern Corridor. Nadhani bado kuna shughuli kubwa ya malori, na kupitia Songwe kwenda Tunduma bado kuna biashara kubwa kule inafanyika kwa malori.
Kwa hiyo airport bado haijakamata traction kiasi hicho. Kwa hiyo wakatoka huko 2019, pia kuna competition ilienda. Wakatoka, kwa sasa hivi wana operate kwenye airport mbili tu. Lakini tunavyoona airport zinajengwa na uchumi unakuwa, we expect to see traffic kwenye airport nyingine. Tunaona airport za Zanzibar zinaanza kuwa active sasa kwa utalii. Kwa hiyo we expect hizi traffic maybe zitawa attract Swissport wapanue kwenye airports nyingine, waongeze kutoa services ambayo itaongezea mapato vile vile. Wamekuwa certified na international certificates hizi za safety standards, na key clients mpaka 2023. Hii tunaongelea annual report ya mwisho waliotoa. Mpaka 2023 walikuwa na airline clients kama 28. Hawa ni major clients, lakini hapa tujamtaja ya Tanzania, ambaye Tanzania nayo alivyomsign ilikuwa ni major client. Ya Tanzania alivyoanza, alivyokuwa revamped, alianza kazi wakiwa na malengo ya kuanzisha handling company ya kwao, lakini baadaye wakaona value kwenye kuwa handled na Swissport. Wakawapa mkataba, baadaye mkataba uliisha, wakasitisha, waliwapa Nasdaq briefly, lakini wakarudishia tena I think in 2020 wakawapa tena Swissport, na mpaka sasa hivi ulikuwa nadhani uli expire 2024 ambao renew tena, kwa mpaka sasa hivi ya Tanzania na kuwa handled na Swissport. Financial highlights kwa 2024, hizi ni zile unaudited report iliyotoka. Mapato yaliongezeka kwa 26% mpaka bilioni 51. Tutaona ndani yake huko kama hii ni nzuri au inajikongoja, tutaona huko mbele kwenye segmentation. Lakini cargo ndio majority ya mapato yanapotoka, na cargo ilikuwa kwa 17%. Hii ni cargo handling, ilikuwa volume yake ilikuwa kwa 17%. I think hapa kote kwenye imports na exports, na export sana na significantly tuna export hizi, kwa mfano horticulture na nyama kwenda hapo Middle East, Qatar. Hivi kuna soko kubwa la nyama inatoka Tanzania, ambao ya Tanzania alidedicate ndege kabisa ya cargo ya kupeleka hii mizigo, na tukana Tanzania wengi sana wakachukua fursa. Kwa hiyo hii cargo volume ndio imekuwa kwa 17%, na sasa hivi majority ya mapato yake yanatoka kwenye cargo, japokuwa yaachani sana na ground handling. Operating expenses ziongezeka kwa 22% kufikia bilioni 42, almost 43, na net profit ilikuwa bilioni 5. Hii ni kwa mwaka 2024. Hizo ni highlights. Kama nilivyogusia, mapato yake yanatoka wapi? Mapato yake yanatoka sehemu kubwa tatu ambazo nimezitaja: cargo handling, ground handling na lounge, ambao lounge sasa hivi wanao moja iko Kia. I think walikuwa wakitarget utalii. Kwa hapa Julius Nyerere bado hawana lounge. Nadhani na hii ni miaka miwili tayari ilikuwa na faida, kwa possibly wanaweza ka expand. Hawajagusia chochote kwenye hiyo mipango. Maybe annual general meeting ya mwaka huu tunaweza tukauliza kama wana mpango wa kupanua kwenda kwenye airport nyingine yoyote. Kwanza their services, cargo na ground, lakini pia kama lounge wana mpango wa kupeleka kwenye airport nyingine yoyote. Lakini so far hizo tatu ndio their revenue streams, ambao cargo handling mwaka 2023 ilikuwa imechangia kwa 48.3, bilioni 19.6. Kama nilivyosema, cargo ndio sasa hivi inachangia nyingi zaidi, wakati ground imechangia 48% kamili, na Twiga Lounge imechangia 4% tu. Bado ni biashara mpya inajikongoja. Competitive position, 90% market share kwenye ground handling. Na hapa kuna, I think this is something significant, tutaona vizuri huko mbele, tutarudi tena kwenye hii slide kuona hizi market position zake zilivyokaa na zime evolve vipi over time. Lakini kwenye ground tujue ana 90% market share, and this is from their statistics. Na cargo handling ana 97% market share, maana kuna players wengine. As something to know here, before 2017 Swissport alikuwa monopoly kwenye hizo zote mbili, alikuwa ana competition at least, ambaye ana competitor ambaye anachukua biashara kutoka kwa airlines zote. Ukiachana kwa mfano Precision Air na kampuni yake ya ground handling na cargo handling mwenyewe, kwa alikuwa anafanya hiyo shughuli mwenyewe, lakini alikuwa achukui biashara ya mtu mwingine yoyote. Kwa mtu ambaye alikuwa hiyo ndio kazi yake na anachukua biashara za airline yoyote inaweza kuja, alikuwa ni Swissport peke yake. Then in 2017, na tutaona this is supported by numbers, 2016 mamlaka ikaruhusu player mwingine ambaye alikuwa anaitwa Nasdaq, kampuni ya Kivietnam ilikuwa inaitwa NAS, ikaja kaungana na kampuni hapa ilikuwa Mwanza nadhani, wakatengeneza kampuni moja inaitwa Nasdaq, ikaanza 2016. Kuanzia 2017 ikawa operative hapa Julius Nyerere na Kia. Afu 2022 akaruhusiwa Celebi naye kuoperate hapa Julius Nyerere, lakini 2022 hiyo pia mamlaka ya anga wali explore hii, sijui siwahi kuona tangazo lingine lililofuata, lakini walikuwa wana explore full liberalization. Kwa sasa hivi bado iko limited players ambao wanaruhusiwa kuplay kwenye hii space,
bado iko limited. Kwa sasa hivi wameruhusu Dar es Salaam watatu, sio kwamba ni full libero kwamba mtu yote anaweza kaingia cooperate au unaweza kaongeza namba to infinite, lakini walikuwa na explore hiyo idea ambayo hata Swissport wali air concern kwamba soko bado ni dogo, ukiruhusu players wengi kwa traffic ambao bado ipo kwa nchi kama hii ambayo inaendelea, unaweza ukasuffocate our players wachache ambao wana play kwenye hiyo space. Lakini walikuwa wanaiangalia, na hata ukiangalia pricing yao hawa TCAA, kwa sababu zile concession fees utaona kwenye cost, lakini concession fees wanaziset kwa asilimia, ila baada ya kufungulia wa competitors wakaset cap minimum ambayo inabidi ulipe, alafu wakaweka asilimia. Maanake walijua kabisa players watapigwa kwenye mapato, wakawa nahakikisha tunapata angalau minimum and then tunakuja kwenye asilimia, hata kama ilikuwa imepungua lakini kuna minimum tumepata. Kwa hiyo they knew kwamba competition itapunguza mapato ya our players, lakini maybe ita improve hii space, ita improve industry ambayo our Swissport wana operate. Kwa hiyo market share kufika 90% as we speak, maanake ni hiyo competition imekula 10%, tutaona impact yake, na hiyo 10% ni airlines. Kwa mapato inawezekana mapato ya segment zima yamepungua baada ya competition, au tutaona hapo mbele. Customer segments, kuna ndege kama nilivyosema, hizi airlines kama ambazo tumeziwekea hapo mifano, Emirates, Qatar, Turkish, Ethiopian, Air Tanzania, na walifunga KLM I think in 2023 ikawa boost, hata share price ilipanda baada ya kufunga mkataba na KLM. Lakini cargo, asilimia kubwa kama nilivyosema ya cargo inapita Swissport, inakuwa handled na Swissport. Na hizi meat hapa, samaki, nyama, hizi ni perishable goods. Swissport hapa na advantage, I think iko mbele, lakini an advantage, ndio the only certified player kwa Tanzania ambaye anakuwa recognized internationally kusafirisha au kutunza perishable goods, kwamba international standards yeye amemeet hizo international standards za kuweza kutunza perishable goods ambazo ziko in transit kusafirishwa kwenda sehemu nyingine, au zikipokelewa hapa zikiwa zinaelekea kwa mhusika aliyezi import. Lakini kama nilivyogusia, hii brand ya Swissport ya Twiga Lounge iliyoko Kia, hii brand inaitwa Aspire, ni international brand, inajulikana, inakuwa operated na Swissport International duniani kote. Kwa Tanzania sasa ndo wameita Twiga kwa sababu ya utalii na vitu kama hivyo na kuvutia. Hapa ndani wameita Twiga Lounge ambayo ndio ina operate Kia. So far we don't know of any plans ya kuipanua kuileta Dar es Salaam au kuleta kupeleka kwenye airports zingine, kwa sababu ni something luxurious, I think ina target watalii. Sasa tukiangalia tuseme kama advantages zake au going forward growth drivers za Swissport zinaweza zikawa nini? Ya Tanzania bado inakuwa, tumeona ndege, bado kuna mpango wa ndege kuongezeka. Sasa hivi kuna destination kama 27 ambazo ya Tanzania anaenda. Tunaona sasa hivi ukitaka kwenda hata South Africa unafikiria tu ya Tanzania. There were plans to take it to Europe. I think walikuwa wanafukuzia London, at some point walikuwa wanafukuzia kwenda New York. So the airline is a bit ambitious, very ambitious. Na hapa anayewahandle ni Swissport. Kwa hiyo manake inavyokuwa ya Tanzania wanavyoongeza ndege zake, unavyoongezeka activities zake, manake inaongeza biashara ya Swissport. Lakini pia tunaona tourism ambavyo imekuwa inakuwa, tunajua TIC amekuwa na report number of tourists wanavyoongezeka. Hawa tourists wengi wanavyokuja watafikia either Kia au watafikia Dar es Salaam ndio waende kwenye airports zingine. I think kuna haja pia ya Swissport, maybe tukipata nafasi ya kuongea nao, kuna haja ya kwenda kuweka kambi Zanzibar, kwa sababu kuna watalii wengi wanakuja moja kwa moja wanatua Zanzibar, na tumeona jinsi ambavyo Zanzibar inakuwa na inajiposition kama sehemu ya kitalii duniani. I think kuna haja ya kwenda kuweka kambi Zanzibar na kuanza kuhandle hizi ndege kutokea Zanzibar. Sijui njia ya kuingia Zanzibar kama kule kuko wazi tu kuingia au vipi. That is something to explore. I think Zanzibar is coming up really fast. Risk ndio hizo competition kwamba imekuwa, lakini this has been there tangu 2017. Tumeona Swissport amekwenda akianza kurecover, japokuwa they have not gotten back to the point pre-competition, lakini we have seen them come along pretty well. So this here shows the activities tangu nimesema competition ilikuja 2016, lakini kaanza kuwapiga 2017 kwa sababu 2017 ndio walikuwa active. Sasa ukiangalia frequency ya flights ambazo walihandle kwa mwaka tangu 2015 mpaka 2023, na hapa 2023 ndio ni report ya mwisho tuliyoipata, kwa sababu ya 2024 bado haijatoka. Lakini ukiangalia flights walihandle mwaka 2015 walihandle flights 16534, 2016 zikapungua kidogo, lakini kwa bado 16000. Kuanzia 2017 you can tell hizi number of flights inaanza ku decline. Lakini kuja 19 na 20, this is specifically kwa sababu ya COVID. 2019 ndio COVID
tetesi za COVID zilianza kwamba kuna ugonjwa China na vitu kama hivyo, na you can imagine tuna biashara nyingi sana na China, tuna flights nyingi kutoka China, lakini pia kuna flights nyingi zinakuwa mwisho wa mwaka kwa sababu watu wako likizo kutoka na kuingia, na watalii wengi wanakuja mwisho wa mwaka. Sasa kota ya 3 ya 4, mwishoni mwa kota ya 3 na kota ya 4 mwanzoni, kota 4 yote. Na kipindi kile ndio COVID ilikuwa imeanza, lockdowns zilikuwa zimeanza. Kwa hiyo you can tell hapa 2019 na 2020 flights zilikuwa chini sana. Recovery ikaanza 2021 mpaka sasa hivi tunaona almost recover, lakini bado haijafika kule ambako walikuwa wana handle kabla ya competition. So what happened? Imerudi, hizi number of flights imerudi. Kuna airline walizi retain, lakini kuna airlines ziliwaponyoka zikaenda kwa competitors. Ila sasa hii nayo doesn't tell the full story. Tutaona kwenye revenue per flight hapo mbele, kwa sababu hata waliobaki na wali negotiate downwards bei zao wakitishia kwenda kwa competitors. Cargo nayo unaona 2015 cargo ilishuka kidogo 2016 baada ya competition kuanza, lakini hiyo retain significant market share. Ila what happened I think ni negotiation downwards mpaka 2020. Sasa hii tutaona kwenye segmentation ya revenue kwamba cargo ndio ikawa majority earner. Huku nyuma ground handling ndio ilikuwa majority earner, kuja mbele cargo ndio imekuwa majority earner, hata kama zilipungua hapo going into 2020 kwa sababu ya COVID, and then recovery yake imekuwa significant, imepita hata pre competition kwa sababu ame retain significant market share. Lakini kwa sababu ame retain significant market share, hata hiyo negotiation ya clients kupunguza gharama nayo haikuwa significant kwa sababu bado yeye ana advantage na economies of scale. Number of passengers walio handle imeshavuka pre-competition, lakini tutaona kwenye mapato kwamba iko chini kwa sababu ya hizo negotiation. 2015 alihandle watu 1200 wakapungua kidogo, lakini sasa hivi wako 2245. And hii tunaona ni utalii unavyoongezeka, na hizi Air Tanzania alivyoleta ndege, tunaona kuna ndege nyingi zaidi zinakuja, uchumi unavyokuwa, so we expect number of passengers kuendelea kukua, wataendelea kuja wengi zaidi na ndege kubwa zaidi. Tukipanua airport market zinaweza kuja ndege kubwa zaidi, kwa number of flights zinaweza siongezeke significantly, lakini wanaoleta kwa mfano Ethiopian Airlines akaacha kuleta Bombardier akaanza kuleta Boeing. Ni flight moja, lakini moja inabeba passengers wachache, nyingine inabeba passengers wengi zaidi. Kwa unaweza kuona number of flights hazijakuwa kiasi hicho, lakini namba ya abiria ambao wanakuja ikakua kwa kasi. Mapato yake sasa yameperform vipi over time? Nayo tukiangalia mapato bado hayajarudi pre competition. 2016 naona alikuwa na bilioni 57 kwa mwaka kama mapato, lakini 2024 amerekodi mapato ya bilioni 51. Kwa bado hayajarudi kule. Hata kama tukirudi slide iliyopita, hata kama flights almost zimerudi kule, cargo imepita ile iliyokuwa 2015 na 2016, na cargo ndio majority earner sasa hivi, na number of passengers zimeongezeka, zimezidi, lakini mapato bado hayajarudi kule. Na hapa ndio inakuja ile point ya kwamba hawa watu walio baada ya competition kuingia, hizi airlines zikaanza kunegotiate bei ambazo wanawalipa Swissport downwards, wakijaribu kupunguza gharama zao, wakitishia kwenda kwa competitors. Kwa tunaona mapato bado yana recover, na recovery you can tell kuanzia 2020 mapato yanaendelea yanapanda, na sasa hivi it's almost double mapato aliyopata ni mwaka 2020 during COVID. It's almost double. Kwa recovery iko inaenda vizuri, lakini haija recover pre competition period. Na revenue per ton of cargo, nasema cargo now renegotiate au hizi airline renegotiate, lakini haijashuka significantly compared to hapa revenue per flight na revenue per passenger. So revenue per ton of cargo ni mapato yaliyopatikana kwenye cargo handling yote, ukigawa kwa kilogram ambazo wamezihendo kwa mwaka, ton ambazo wamezihendo kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ukigawa unapata tuseme pesa milioni, number in millions kwa kila ton walioihendo. Kwa hiyo in this case kama 2016 ilikuwa ni milioni 1 kwa kila ton moja walioihendo walikuwa wanaingiza, lakini mwaka 2023 hii ilikuwa ni 670 kwa kila ton moja walioihendo. Kwa maana yake ton hata kama zimeongezeka, tonnage ya cargo hata kama imeongezeka, lakini hela wanayoingiza kwa kila ton moja wanayoihendo imepungua. And this kutoka hapa kushuka mpaka hapa hii ni kama 30%, kama 33 hivi imeshuka, lakini this is 2016 to 2023. Na hapa unaona bado tangu during COVID, I think pia during COVID ilikuwa tabu zaidi kusafirisha mizigo. I think maybe they charged more during COVID, lakini sasa hivi ambavyo mambo yanakuwa smooth, na hapa operators wengine, na hapa kuja hapa Seredi aliongezeka, au operators wengine wanakuja hata kama retain significant market share, lakini mapato yake per each unit of cargo handled yamepungua.
na revenue kwa kila flight nayo hivyo hivyo. Hii ni mapato yote ya ground handling gawa kwa number of flights ambazo wamezihandle Swissport. Kwa hiyo ukiangalia 2016 ilikuwa milioni 2 kwa kila flight, milioni 2.28 kwa kila flight. Sasa hivi 2023 ilikuwa ni milioni 1.28 kwa kila flight. Kwa kuna milioni 1 nzima imeshuka. Lakini minimum ilikuwa 2021, ilishuka during COVID, 2021 ikapungua, imeanza kurecover, you can tell kuanzia 2021 kuja mbele imeanza kurecover, ila bado haijarudi pre-competitive period. Kwa nako bado iko chini. Kwa you can tell recovery bado haijarudi kabla ya competition, lakini ina good space, inaendelea kurecover. Revenue per each passenger handled na yenyewe you can tell imetoka 31,000 2016 kwa passenger mmoja mpaka 8,600 kwa passenger mmoja mwaka 2023. Hii nayo imeshuka sana. Na hii hata recovery bado haijaanza, bado inaendelea kushuka. Usiye report ya 2024 inaendeleaje, lakini you can tell kwamba yenyewe bado inaendelea kushuka. I think competition ina intensify. Na hapa ndio narudi kwenye ile point ya market share. 90% ya ground handling ndio anashika yeye, japokuwa alikuwa na 100% kabla ya 2017. Kwa hiyo imeliwa ground handling, market share yake imeliwa zaidi ya cargo handling, kwa sababu cargo handling sasa hivi ana 97, ground handling ana 90%. Kwa I think hata players wanaoona, airlines wanaoona kitu kama hicho, wanakuwa aggressive zaidi kunegotiate kwenye ground handling. Wanajua inawezekana hata wa competitors wako vizuri zaidi kwenye ground handling. Kama nilivyosema, yeye Swissport ndio peke yake yuko certified kwa ajili ya in international standards kusafirisha hizi perishable goods. Kwa kwenye cargo kweli itakuwa amewazidi, lakini kwenye ground it seems they can compete. Ndio maana mapato kwenye ground per unit handled yamepungua kwa kasi. Na pia hapa it's important to note kwamba jamaa wana facility kubwa pale Julius Nyerere, ambayo aliingia mkataba na Airport Authority, Tanzania Airport Authority. Ulikuwa mkataba wa miaka 15 kama lease agreement, ambayo inawasaidia kuhandle hii mizigo. Kwa hiyo waliingia makubaliano na Tanzania Airport Authority, yani wana handle kwa miaka 15 ambayo ilikuwa 2013. Huo mkataba una machua 2028. It's not clear watafanyeje baada ya huo mkataba ku expire. Bado hawajasema watafanyeje, lakini wamekuwa wana depreciate slowly kwenye balance sheet yao. Ikifika 2028 itakuwa haiko kwenye balance sheet, lakini sasa ile facility makubaliano ni kwamba wataitransfer kwenda kwa airport ya ile Julius Nyerere International Airport, then maana watakuwa wamelose your facility. It's not clear wataihandle vipi hilo swala ikifika mwaka 2028, lakini inawapa leeway nzuri. Ile facility ni first class, ni international standard. I think ndio inawapa hizo certificate na inawapa advantage kwenye cargo business. In distribution kati ya cargo na ground na lounge, so distribution ya income stream zote ukiangalia 2015 ground alikuwa anachangia 61%, lakini coming forward mpaka unafika 2020, kwa sababu watu walikuwa na lockdown lakini biashara ziliendelea to some extent, cargo ilikuwa inapiga 64%. Kwa kama ilikuwa na reversal ya distribution ya income, lakini going forward tumeona kumekuwa na recovery kwenye ground, japokuwa wamemeet halfway. Alafu kuna kidogo kinachangiwa na lounge business. Tuna hii gray hapa juu, hii inachangiwa na lounge business ya hapo Kia. Kwa bado it's a very minimal income stream, lakini hizi mbili sasa hivi ziko toe to toe. An advantage kubwa kwenye cargo kama nilivyosema, na hapo kiangaa cargo inachangia by margin, inachangia zaidi. 2023 imechangia zaidi kuliko ground, lakini ground amekuwa ana cover ground mpaka amefika 48%. Hiyo sasa ni upande wa mapato. Tumeangalia stream zake za income ni ground, cargo na ground handling, cargo handling na lounge business, na nimezielezea moja moja hizo maana yake nini na anafanya shughuli gani. Sasa anatumia pesa wapi ili kuendelea kuhakikisha biashara inaendelea? Sehemu kubwa ni wafanyakazi, kama ambavyo kampuni nyingi zipo, lakini sehemu kubwa ni wafanyakazi, 42% ya staff cost, na hii ni miaka mitatu tofauti. Hapa tukuweka tu miaka, lakini ni miaka mitatu tofauti tangu 2021 mpaka 2023. Tumeona staff cost ni 42% throughout. Cost zake ziko a bit consistent. Alafu kuna concession fee na yenyewe iko 13% throughout, hapa ni 12%. Concession fee ndio gharama anayolipa mamlaka. Ndio gharama anayolipa mamlaka ya anga hapa. Mamlaka ya anga ya taifa, lakini airport ambazo anahudumia. Kwa Tanzania Airport Authority, lakini pia Julius Nyerere International Airport na CADPO ya Kilimanjaro ambaye ana manage
Kilimanjaro Airport, Kilimanjaro International Airport. Alafu nyingine kuna depreciation na amortization. You can imagine hiyo facility kubwa, lakini vifaa alivyonavyo na magari yale ambayo yanasafirisha watu na magari ya mizigo, hivi vyote ina expense moja significant. Uzuri wa depreciation na amortization haipigi cash flow unless unapeleka gharama ya maintenance au unafanya capital expenditure kuongeza hivi vitu, kuongeza hizo facilities. So moja ambayo tunategemea maybe in 2028 ambayo ni 3 years ahead, hiyo ambayo inaweza ikapiga cash flow. We haven't gotten rich ya Swissport kuelewa kitu vizuri, lakini ambayo tunategemea inaweza ikapiga Swissport ni hiyo capital expenditure ya facility ambayo ya warehouse ambayo anayo hapo Julius Nyerere, ambayo mkataba wake unaisha 2028. Kwa it's quite possible kwenye kurenew mkataba wakahitaji kulipa hela nyingi kwa mamlaka ya airport. So that is one area ambayo nadhani maybe in the next 3 years kunaweza kuwa na some substantial outflow ya cash, lakini depreciation kwa sehemu kubwa ya gharama can be depends na facilities ulizonazo, can be a good thing and a bad thing, lakini sasa sana kwenye upande wa cash flow it's a good thing. Rent in sehemu ndogo ya gharama, and then other operating expenses, hapo kuna vitu vingine vyote ambavyo vinaingia hapo vinasaidia kuoperate, it's only 19% ya gharama zote. Kwa hiyo tuna sehemu kubwa specific areas ni wafanyakazi, concession fee na depreciation and amortization, na pia maintenance na fuel and maintenance, kwa sababu ya zile facilities alizonazo, lakini yale magari na vitu kama hivyo, mafuta nayo ni kitu kikubwa kwenye gharama za Swissport. Sasa hizi kwa kila line ya hapa juu, kwa kila line ya biashara ipi inampatia faida nyingi au ina margin nzuri zaidi, yani kwa kiasi anachokipata kwenye kila line ya biashara, kiasi sehemu gani ana retain faida kubwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Kwa hiyo it means sehemu gani ina gharama kubwa au anapata faida ndogo, au sehemu gani akiexpand anapata faida kubwa zaidi. So ukiangalia 2018 hizi ni net margin. Net margin unachukua faida kabisa, faida hiyo unagawa kwa mapato yako yote. Kwa hiyo hii kijani iliyokolea, hii kijani dark green, hii ni ground handling ambayo ndio ile ya abiria. Alafu hii light green ni cargo handling ambayo ni ya mizigo. Alafu hii ya gray ni lounge, hiyo ya Kia. Kwa hiyo ukiangalia 2018 27% ya mapato yaliyotoka kwenye ground handling yalibaki kama faida. Hiyo ni ground. Na unakumbuka huko nyuma ground ndio ilikuwa majority ya mapato anapata hapo. Kwa 27% ilibaki kama faida, wakati 14% tu ya cargo handling ndio ilibaki kama faida. Coming into 2019 hapo tunakumbuka airline zile flight number of flights ilipungua, abiria wakapungua. Kwa cargo akapata hela nyingi zaidi, na mizigo ndio ilikuwa inatembea zaidi, wakati ground faida iliyobaki ni chache sana compared to mapato aliyopata. 2020 ground alipata hasara ya 70%. Yani margin yake ilikuwa 70%. Mapato aliyopata, gharama zilikuwa kubwa kwa 70% compared to mapato aliyopata, wakati cargo ilibaki na faida. Kwa hiyo ukiangalia kote, hata 2020 wakati Swissport amepata hasara, aliendelea kupata faida kwenye cargo business. Na ukiangalia hapa over time, cargo business is more stable kuliko ground business. Hata kipindi cha COVID ambapo kulikuwa na lockdown, cargo business iliendelea na ilikuwa na faida throughout, imekuwa na faida na imekuwa stable within the same margins, wakati ground imekuwa volatile. 2021 alipata faida, lakini ground bado ilikuwa na hasara. Hata 2022 amepata faida ground, lakini it's a very tight margin, wakati cargo ilikuwa na margin ya 20%. And then 2022 ndio introduce hiyo lounge ya Twiga ya Kilimanjaro International Airport, ambayo ilikuwa na hasara lakini imekuja kupata faida 2023. Kwa hiyo break even ndani ya mwaka wa kwanza. Kwa ukiangalia hapa kwenye line business zake, cargo iko very stable. Ground is volatile, lakini at times inakuwa yenyewe ndio majority earner, at times ndivyo inapata hasara, sasa during shocks kama COVID, lakini cargo is very stable. Na tunavyoendelea, uchumi unavyoendelea kukua, unavyoona Kariakoo inakuwa, sasa hivi Kariakoo inafanya biashara masaa 24. Cargo zote zinazopita airport sana sana zitakuja na ya Tanzania zitapita Swissport. Kwa hiyo ni biashara ya Swissport inaongezeka. Kwa uchumi unavyoendelea kukua, hizi biashara zinavyoendelea kukua kwa kasi, maana yake Swissport anaendelea kupata opportunity nzuri kwenye biashara ambayo iko very stable. Hii sasa ni margin hapa, hii nani ya pili, hii window ya pili ni net margin, net profit margin ya kampuni nzima kwa ujumla, ambayo tunaona imetoka 32%, sasa hivi ni 10.8%. Hii inarudi kwenye story ile kwamba haija recover to pre competition levels, na hapa ilishuka
Hapa kuna sababu mbili. Kwanza ilishuka kwa sababu ya competition in 2017 kuelekea 2018, lakini kaja 2019 na 2020 kwa sababu ya COVID ikaanza kurecover in 2021 na bado haija recover back into pre-competition levels. Hapa kuna sababu moja pia ya kuconsider. Swissport alikuwa monopoly, kwa hiyo hata operations zake zilikuwa ni premium. It's considered a premium handling company. Kwa hata staff wake wanalipwa vizuri, facilities zake alizonazo ni premium, ni high standard. Sasa ukiangalia huku nyuma, kwa sababu alikuwa ni monopoly, anaingiza mapato mengi na anatumia hizo gharama, lakini anapata faida kubwa. Hayo gharama alizokuwa anatumia tayari zimeshapanda, zimefika sehemu fulani, kuzipunguza sio swala dogo. Hata kama amejaribu kuzipunguza, lakini sio swala dogo. Kwa going forward, wakati mapato yamekuwa renegotiated, bei za hao wateja wake zimekuwa renegotiated, going forward tunaona net margins zinapanda, lakini hazipandi kurudi huku hata kama mapato yanaongezeka, kwa sababu gharama zao tayari zilikuwa zishapanda, ziko juu. Kwa net margin tunaona, lakini cha msingi tunaona ina improve. Kwa it's going somewhere. Na hata consider kwamba 2015 Swissport bei yake ilikuwa 6,000. Kiangalia hapa sasa hivi ni 1,500. So that also explains kwamba soko limereact na imeadjust accordingly. One of the counters ambazo zimeadjust vizuri ni Swissport. Earnings per share nayo it tells the same story. 2020 kulikuwa na hasara, walipata negative earnings per share shilingi 72, lakini 2015 earnings per share ilikuwa 504. Mwaka jana earnings per share ni shilingi 141 na ndio wamelipa gawio la shilingi 70, kwa sababu wamekuwa na dividend policy ya 50% ambayo iliyumba kidogo kwenye 2021. 2019 kulipa gawio kama tunavyoona hapa kwenye DPS. 2019 kulipa gawio na 2020 kulipa gawio, lakini 21 wakaanza tena kulipa gawio, approximately inaelekea kama 50%. 2022 walilipa zaidi ya 50%, lakini kuanzia 23 wamerudi kwenye 50% ile ile, na 2024 tunaona gawio ambalo wamepropose ni 50% ya faida waliopata. Sasa the takeaways kwenye hii highlight, year to date Swissport imepanda kwa 36.4. Hii sana sana iko driven na gawio alilotoa. Gawio la shilingi 70 ni gawio zuri ambayo ilikuwa na yield, I think wakati dividend inaanza, wakati inaanza kupanda ilikuwa na yield around 6%, 7%. Sasa hivi kidogo dividend yield imeshuka baada ya bei kupanda kiasi hicho. Net asset value per share ni shilingi 102 kwa sababu Swissport sana sana service company. Kwa sababu wanatoa service, hata kama wana facilities, wana mitambo na vitu kama hivyo, lakini sana sana kikubwa ni service. Wanachouza ni service kwa watu, na mitambo walionayo haidetermine, inavutia mteja kuja kwao, lakini haidetermine volume ambao wanazalisha au haidetermine mapato ambao wanaingiza. Kwa hiyo wenyewe wanajiandaa, wanaweka mitambo and then wanatangaza service. Watakavyotoa service nzuri ndio watakapopata biashara nyingi zaidi. P ratio yake ni 10.6 mara 10.6. Nakumbuka tuliongelea maana ya P ratio ni kama umenunua leo, bei uliolipia, na tukaashumu kuanzia leo mapato 100% ya mapato watalipa, 100% ya faida watalipa kama gawio, then itachukua miaka 10.6 kwa hilo gawio kurudisha hela yako yote ambayo umeiwekeza leo. Nilikuwa naongelea dividend yield. Dividend yield kwa sasa ni 5.9 kutokana na bei ya sasa hivi ya 1,500 I think, na gawio la shilingi 70. Bei ni 1,200, bei 1,200 na gawio la shilingi 70.7 as we speak. Kwa balance sheet yao iko vizuri, hawana deni lolote la, at least mkopo, hawana mkopo, kwa wana cash flow iko safi. Net cash ni 7.3 na kama nilivyoongelea kuhusu 2028 kuna facility ambayo mkataba wake utamachua na TAA. Capex wanayo ya kutosha kuweza kufinance hiyo facility. Kama watahitaji kujenga facility mpya, watahitaji kulease tena kutoka kwa mamlaka ya anga au mamlaka ya airport ya Julius Nyerere, then hiyo capex wanayo ya kutosha kwa sababu net cash wanayo nzuri. Wana competitive advantage kama nilivyosema, they the only CEIV ndio hao fresh goods certified by international standards kwamba wanaweza kuhandle fresh goods, na wana hizi cold chain facilities, wana hizi certificates kibao ambazo wengine hawako in the same way. Wenyewe wana premium facilities kama nilivyosema, bado wana market share kubwa more than 90% Dar es Salaam na Kia, despite ya hizi competitors kuwepo kwenye hayo masoko, lakini revenue imekuwa kama nilivyogusia pale mwanzo, revenue imekuwa kwa 26%, na sasa kwa mwaka 2024 ni bilioni 51.5.
lakini imesababishwa na cargo kuongezeka kwa 17%. Na cargo ni area moja ambayo nadhani biashara inavyoendelea kukua, ukiangalia distribution ya mapato au distribution ya GDP, trade and wholesale ni kitu ambacho kinakuwa kwa kasi. Hata kama tunakumbuka wakati tuna discuss Mkombozi, wholesale was one of the areas ambayo ilikuwa mikopo inaenda kwa kasi. Ukiangalia kinachoendelea Kariakoo, anga masoko mengi, Mwenge sasa hivi sehemu nyingi hizi imports, Kariakoo kuna soko, Mwenge kuna soko, Makumbusho kuna soko, na kote masoko yanapiga kazi, na sehemu kubwa hizo hayo masoko ni imports. Hiyo ndio cargo yenyewe. Kwa kuna cargo zinakuja nyingi, cheki Makumbusho simu zinavyotoka. Hizi cargo zote I think ni opportunity kubwa sana kwa Swissport, kwa sababu zikiletwa hapa airlines nyingi wana handle wao, kama tulivyoongelea market share yao ni kubwa. Kwa uchumi unavyoendelea kukua, disposable income inaendelea kukua, maana ni opportunity kwa Swissport kuendelea kuhandle cargo kubwa zaidi, cargo nyingi zaidi, na kuongeza mapato yao. Kwa earnings, nimegusia earnings and payout ni 50%, kwa dividend ni shilingi 70.72 kutokana na earnings per share shilingi 141. The trade P ratio ni 10.6 tumeshaigusia, na ukikompare na global peers hii yenyewe ina trade at a discount. Dividend story ina improve, dividend imekuwa kwa 35% tangu 2021 na sasa hivi iko kwenye recovery ikielekea juu. Lakini earning momentum inapanda. 2024 EPS imepiga average ya miaka 5. This is from the recovery from COVID. We can tell kutoka COVID sasa hivi Swissport ina recover vizuri kabisa, lakini bado haijarudi to pre-competitive environment, ila kutokea COVID Swissport imerecover na biashara yake inaendelea vizuri. Basi I think that is it. Labda nikaribishe maswali kutoka kwa audience. Nirudishe mpira kwa Ami, kwa moderator. Ami, karibu. Asante sana Imani kwa presentation, very comprehensive, very well prepared. Natumai kwa yule ambaye anaisikia Swissport kwa mara ya kwanza kabisa leo ameweza kuielewa, ama alikuwa anaiona lakini haelewi in detail inafanya nini. Naamini leo ameweza kuigrasp vizuri kabisa. Mimi hapa nilete tu swali, labda industry hii tunaona imekuwa very sensitive, especially kwenye ile liberalization. Imani, maybe a brief recap on the history ya ile liberalization ambayo ndio imeleta haya yote, especially hiyo competition, kwa sababu ukikaa na Swissport wenyewe wanakuambia ni soko ambalo wanaamini halihitaji kuwa na players wengi kwa sababu ya soko ni dogo. Umeona, although mwishoni mwa mwaka huu wameweza kusecure two new deals, 2 new airlines za kuziservice. Umeona, what's your comment na ile liberalization issue iliyotokea na mamlaka husika ambayo inazisimamia kampuni kama Swissport? Asante Ami. Kwa kweli mpaka mamlaka imefikia maamuzi, I think watakuwa wameona kitu, na mpaka wameamua kuruhusu players wengine. I think most likely kwa sababu you can imagine kama Swissport alikuwa monopoly, alikuwa anaingiza hela yake nzuri, mambo yalikuwa yanaenda, lakini alivyochangamshwa lazima ametoka akaanza kupambana na kuhakikisha na retain biashara. Nakumbuka kipindi kile kwenye AGM zao zilikuwa za moto sana. Their plan was to retain business, to renegotiate aggressively, kwa walikuwa na improve service sana. Inawezekana kwa sababu tunaongelea uchumi wa Tanzania, tunaongelea utalii. Sehemu kubwa tunataka utalii ndio unatuletea utalii na dhahabu ndio tunatuletea mapato ya nje kwa sehemu kubwa kuliko kitu kingine chochote. Unataka mtu akifika mtalii ahudumiwe kwa premium service hapo airport. Kwa akiwa hiyo kitu ukiacha kwa monopoly ndio akawa na handle kitu kama hicho, kweli it's quite possible akajisahau. Kwa hiyo unamchangamsha, unamletea competition, and I believe unawezekana sasa hivi tunaona number of passengers imekuwa kwa kasi kiasi hicho, watalii wanaongezeka kwa kasi. Inawezekana kumekuwa na improvement kwenye service wanayopata kuanzia airport kutokana na hiyo competition iliyoletwa. So I believe hiyo competition ilikuwa ni muhimu. Sasa to the level of liberalizing kabisa, kwamba kuwe na for instance kuwe na operators 7 au 10, tukisema tufuate principles za capitalism, I believe over time our players wenyewe watajichuja, either watafunga au wataconsolidate. Kwa hata kama wataruhusu, sidhani kama itakuwa it will be sustainable.
Either itapunguza quality, kwa sababu kama sasa Swissport mtu anaweza kaanza kufanya aggressive cutting of costs, akapunguza compromise ile quality ya service ambayo alikuwa anatoa, lakini over time naamini hata wakiruhusu 10 lazima wata consolidate. Kuna mtu atacapture ka market share kadogo, kuna mtu atachukua market share kubwa, lakini lazima kutakuwa na consolidation. Haitakuwa vile kama kwamba wote watapata biashara na wote wataoperate, kwa sababu soko letu bado dogo kiukweli. Airport hii bado ndogo. Ukiangalia airport hata hii Terminal 3 ambayo imepanuliwa, ambayo ni international flights, bado ni ndogo compared to international airports ambazo tunaenda huko nje zingine. Kwa hiyo I think full liberalization would be a stretch. Wanaweza kaongeza players strategically, lakini Swissport naye angalie kutoka nje ya Julius Nyerere na KIA. Anaweza akapeleka hata maombi hayo kwa mamlaka ya anga ili kupeleka, anaweza akapeleka hata kwa mamlaka ya anga kuimprove airport, akapeleka standards zake, lakini aka expand services into other airports, au akafikiria kuliberalize kwenye other airports. For instance, Zanzibar wakapeleka players wengine, wasiwapeleke Swissport na hao walioko Julius Nyerere na KIA, lakini full liberalize airport hizi zote, I think hiyo itakuwa a stretch. Alright, asante sana. Ibrahim Kasim, karibu. Asante sana Ami, nashukuru sana kwa kweli. Tumepata a very very good, tunaita deep dive into Swissport. Kiukweli mtu ambaye alikuwa anasafiri tu anaenda kwa kutumia airport ya Julius Nyerere pamoja na ya Kilimanjaro KIA, akiwa anaona yale mabango na logo za Swissport bila kujua actually biashara yao ni nini na what are their revenue segments, cost zao zikoje, valuation zao zikoje, basi leo baada ya hii presentation I'm sure watakuwa umetoka na a very deep understanding of how Swissport operates. Na kama pia ni mtu ambaye anawekeza kwenye upande wa capital markets, kwenye upande wa equities ambazo ziko listed DSE, basi pale mtu ambapo anaona counter ya Swissport sasa hivi anakuwa more confident pale ambapo anajua exactly now this is the business, this is the prospects, wapo kwenye hii industry na historically mapato yao yalikuwaje, how they've been affected kwenye kipindi cha COVID-19 na how they're recovering right now, jinsi gani ambavyo earnings per share zinapanda baada ya kushuka, jinsi gani kutokana na kipindi ambacho hawakulipa dividends hadi sasa hivi wanalipa dividend kwa yield ambayo inakaribia 7%. Na yani after this presentation kiukweli mtu yoyote sasa hivi anaweza akapata more insight na akaweza kufanya uamuzi mzuri, je, I invest Swissport au si invest. Mimi sana naomba tu sasa nimuulize Imani baada ya kumoderate, baada ya kutupa a deep dive into Swissport, kama ni mwekezaji ambaye anatafuta value, na hapa hii series yetu tunaondoka kwenye zile big caps, blue chips, tunaangalia hizi mid cap stocks. What are the prospects in terms of investing in Swissport? What do you think about an investor interested in investing in the Swissport counter? Unamwambia nini? I would say Swissport is a hold. Ni counter ya kuangalia, ya kumonitor, kwa sababu opportunities zilizoko mbele sasa ziko aligned na opportunities za uchumi mzima. Tourism is a strategic sector, na tourism ni sector ambayo ina complement sana Swissport, kwa sababu tukiongea tourism tunaongelea watu wengi kuja kwa airlines sana. Ndio maana focus ya serikali kukuza ya Tanzania ilikuwa kubwa kwa ajili ya kutangaza taifa na kukuza utalii, lakini pia tunajua serikali ambavyo imefocus na business opportunities na investment opportunities. Tunajua ambavyo wanafanya promotion ya sehemu za uwekezaji kwa hapa Tanzania. Wawekezaji hao wakija activities naongezeka, kwa sababu mwekezaji akija sio kwamba akija hapa ametulia, atakuja na kutoka, familia yake itakuja, ataalika watu wengine hiyo inaongeza activities za airport zetu,
inaongeza activities za airline zetu, ila pia serikali iko keen kukuza biashara ya Tanzania. Tunajua kuna fleet ya Tanzania imeexpand kwa kasi, na tunajua kuna ndege nyingine zinakuja za ya Tanzania, ambayo ya Tanzania na mkataba na Swissport, na uhakika Swissport ni kati ya mikataba ambayo anaiheshimu sana na kisha na retain. Kwa hiyo zote hivyo vyote viko aligned kumbariki Swissport na biashara nzuri, ila sasa kwa sababu hiyo ya competition na hizo stories za kufuli liberalize ambazo bado hazijafikia mwafaka, na you can tell hata hiyo competition bado sasa hivi negotiation haziko, hana hiyo nguvu kiasi hicho, hana leeway ya kunegotiate kiasi hicho. Ikija airline mpya itamtamani kufanya kazi na Swissport, lakini itategemea na budget yake, na itategemea na nani yake ambayo na services zake anazotoa na gharama anazochaji, ambayo inamlalia Swissport kwenye negotiations. Kwa hiyo it's a good company. Tumeona recovery story na make sense, mapato yamedouble kutoka COVID ambayo iliwapiga sana, lakini I think it's a stock to observe. Na pia kwa sababu Swissport tunajua ilikuwa premium company huko nyuma, ilikuwa ni kwa sababu hiyo monopoly ilikuwa na faida kubwa, ilikuwa inatoa dividend nzuri, bei ilipanda sana. Watanzania ni zile stocks ambazo watu walikuwa wanazipenda. Nakumbuka 2017 wakati imejulikana kwamba hiyo competition imekuwa, kwa na mshauri mtu auze, mtu akuelewi kwamba niuze Dahako. Watu walionunua kwanza ikiwa inaitwa Dahako walikuwa waelewi kabisa, mpaka bei kweli ilianza kushuka, wakati mapato yanashuka ndio watu wakaelewa, kaanza kuuza. Kwa hiyo ilipofika COVID na ikawa kwamba sasa Swissport alishuka kwa sababu ya COVID na Swissport ameanza kurecover, nakumbuka bei ili appreciate kwa kasi sana hapo 2022 kuelekea 2023 walivyotangaza gawio kwa mara ya kwanza ndani ya miaka mitatu. Bei ilipanda kwa kasi sana, na watu walikuwa na hiyo feeling kwamba sasa Swissport is back, Swissport has recovered. Lakini kama tulivyoona numbers leo hapa, ina recover slowly, lakini haija recover back to pre competition area. Kwa hiyo inaendelea na recovery kidogo kidogo, ni biashara inakuwa kidogo kidogo, lakini bei yake imekuwa inakuwa kwa kasi kwa sababu ya hiyo kumbukumbu ya watu wakikumbuka Swissport ikiwa kampuni nzuri. So I would say it's a stock to observe, it's a good stock, lakini ni ya kuangalia wakati unasubiri ikitokea chances za kununua. Asante sana Imani, na hapo mwekezaji ameshapata at least an idea on what to do with the counter ya Swissport. Kwa kusummarize tu, Imani anasema iangalie hii counter, usiharakishe sana decision zako, angalia industry inapokwenda, angalia tourism industry inapokwenda, angalia namna ambavyo Air Tanzania wanaongeza fleet yao, angalia namna exports zinavyokwenda, angalia hizi drivers ambazo zina drive revenue. Ipe muda kidogo ndio ufanye maamuzi. Nashukuru sana Imani, lakini pia nashukuru sana Mr. Ami Julian ambaye alikuwa na moderate hapa, na Mr. Rutiko our trader ambaye pia ametupa our insights. Baada ya kusema hayo, baada ya kupata our weekly recap pamoja na deep dive into Swissport, tunakuwa tumefika mwisho wa okay, sasa naona hapa kuna swali kutoka kwa bwana Albano Mboto, naye amenyoosha mkono. Albano, tuta unmute your mic ili uweze kuuliza swali lako. Karibu. Albano, tumeruhusu mic yako, unaweza ukawasha au uka unmute kisha ukauliza swali lako. Karibu. Okay, wakati bwana Albano anaendelea kuweka mazingira yake vizuri, kuna swali kutoka kwa Mr. Geoffrey, na hii amemuuliza Mr. Muhingo. Anasema kwamba Mr. Muhingo, you have given us a very good and interesting present. Many applause to you. Could you share your contact with us? Okay, hili sio swali, lakini Geoffrey anaonyesha tu appreciation nzuri kwa hii presentation, na anaomba contact za Imani. Nadhani Imani ameona hapo na atampatia Geoffrey contact zake kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Kama kawaida yetu tunaruhusu maswali. Tunapenda maswali. We want this session to be interactive. Tumia eneo la chat pamoja na eneo la Q&A. Just drop your questions, tutazijibu.
Naona Imani hapo amedrop his email, unaweza ukampata hapo kwenye email yake. Mr. Albano, kama mazingira yako yamekaa vizuri, unaweza ukauliza swali lako. Karibu. Hello, sijui unanisikia hapo? Hello, unasikika? Unasikika Mr. Albano, karibu sana. Mimi bwana nashukuru sana na ningependa kumpongeza brother Imani. Kwa kweli imekuwa presentation nzuri sana, kwa sababu wengi tulikuwa hatuna uelewa na ufahamu zaidi ya hii Swiss Sports. Sasa ametuelezea kwa kina the functions na nini, lakini nilikuwa natamani kama angeweza brother Imani, na Imani ananisikia, angetuelezea at least ange compare the Swiss Sports performance na maybe other regional peers ama sectors benchmark. Tungepata hiyo kuisikia, at least ingekuwa vizuri kwetu. Kwa hivyo ningeomba kama angeweza tusaidie, lakini for the rest of the things zimekaa vizuri kwa kweli na ninampongeza sana. Kwangu ni hayo tu, asante. Sawa, nadhani nashukuru pia kwa your comments on that. It's very positive. Labda nimuulize Imani kama anaweza katoa response hapo kwenye hiyo query ambayo umeiraise hapo. Asante Albano kwa swali zuri kabisa. Well, sio swali, ni request. Sasa kwa hapa sasa hivi hatuwezi tulicompare kwenye zile multiples ambao kwenye PE ratio na PB value tuliona kwamba ni nzuri kuliko peers duniani na within hapa Afrika. Lakini sasa the thing is, ukiangalia PE ratio wa compare hapa na duniani, unajua market is very peculiar. Ndio maana hata tukikompare sana na Kenya, kwa sababu ni soko ambalo linaendana na kwetu na chumi zinaendana na wenyewe wametutangulia kidogo. Lakini ukicompare for instance na kampuni ambayo iko South Africa au iko Nigeria, the markets are very different. Kwa hiyo ni ngumu kucompare, na ndio maana hiyo comparison hatujaweka, kwa sababu kunakuwa na factors tofauti ambazo zina affect haya makampuni na jinsi yanazoperate. For instance, unaweza ukacompare kampuni hii ya Swissport hapa ambayo ina zaidi ya 90% market share, afu ukacompare na kampuni ambayo is doing the same business in South Africa, lakini yenyewe ina 40% market share, lakini ile ya kule ikawa na mapato significantly higher. Hata kama economies of scale sio sawa na huyu, hapo tayari ishabadilisha business models, ishabadilisha competitive advantage na vitu kama hivyo. Kwa hiyo comparison kweli hatujaandaa, and mi binafsi sioni kama itakuwa na tija kiasi hicho, lakini if you insist unaweza ukanicheki kwa email hapo, tukaja tukafanya hiyo discussion separately. Asante sana Nashukuru Mr. Imani kaka kwa Imani kutoa maelezo kwenye hiyo query ambayo ilitolewa na Mr. Albano. Wakati tunaendelea kujibu hapa, kuna maswali yameulizwa hapa. Masangula anauliza, last week kuna swali liliuliza, je, tunaweza kuwekeza nje ya nchi kama Kenya ya NSC kama wao wanavyoweza kuwekeza DSC? Jibu ni ndio. Nchi yetu au sheria za nchi zinaruhusu Watanzania kwenda kuwekeza katika nchi za Jumuiya ya East Africa Community pamoja na SADC. Kwa hiyo unaweza kabisa kwenda kuwekeza kwenye makampuni ya Kenya. Tunajua Kenya kuna makampuni mengi mazuri kwenye soko lao la hisa, Safaricom, Equity, na other counters. Lakini pia the good thing ni kwamba CRDB Brokerage Unit inakupa platform ya kuwekeza kwenye masoko ya EAC na SADC kwa kutumia our brokerage unit. Tuna strategic partnerships na brokers kutoka kwenye nchi zote ambazo zipo katika ukanda wa EAC and SADC. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kama ukihitaji kwanza kupata ushauri kwenye makampuni gani ambayo yapo sio Kenya tu. Sisi tunakapa masoko karibia 6 au 7, soko la Rwanda, soko la Uganda, South Africa, Mauritius, Botswana, yote. Kwanza tutakupa ushauri, tutakwambia which counters ni nzuri, zipi zina a good value, zinalipa magawio mazuri, kwa sababu
a good overview on all those countries, na pia kukupa platform ya kuwekeza kwenye hizo counters kutoka kwenye hizo nchi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, tuandikie tu email kwenye email zetu ambazo nadhani Imani ameweka email yake hapo, na mimi pia nitaweka ya kwangu. Lakini karibu upige simu, karibu CRDB kwenye tawi lilipo karibu nawe, ulizia brokerage unit, utakuwa directed kwetu na tutakusaidia katika kuwekeza kwenye masoko yote ya nje. Dr. Elizabeth anasema kwamba hii elimu ni muhimu sana na washauri mkaipeleke kwa watoto wetu katika mashule yetu waipate kwa lugha nyepesi ili waweze kuelewa. Elimu ya fedha ni muhimu sana. Dr. Elizabeth, tunashukuru sana kwa comment zako nzuri. Ni kweli kabisa kwamba haya mambo ni vizuri kwenda kuyafundishwa kwa vijana, na pia ukiachana na hizi webinar tunataka pia kwenda kwenye mashule, university na kutoa elimu kwa watu mbalimbali, especially watu ambao wanaanza sasa katika hii journey yao ya kufanya investment. Investment haina umri, yani investment muda wote. Ndio maana tunaona wazazi wanakuwa invest kwa ajili ya watoto wao wadogo kabisa wachanga. That shows kwamba investment unatakiwa uanze mapema, na elimu ikienda kwa hawa vijana ambao wana miaka ya chini, basi itakuwa ni vyema kabisa na watakuwa wameanza journey yao mapema sana. Kwa hiyo Dr. Elizabeth, nashukuru sana kwa your very good comments. Dr. Elizabeth tena ameuliza, how do we know the SADC opportunities to invest? Kama nilivyotaja hapo juu, karibu sana CRDB Brokerage Unit, tutakupa ushauri wa which opportunities in the SADC and EEC region unaweza ka invest. Lakini sio kuja tu, ufuatilie pia pages zetu. Very soon tutaanza kama tunavyoendesha hizi webinar, tunafanya webinar pamoja na our strategic partners kutoka hizi nchi mbalimbali. Kwa hiyo tutakuwa na mtu kutoka Kenya, expert, atakupa overview ya soko la Kenya, uchumi wa Kenya, na which equity and fixed income instruments ni nzuri na zina boom huko Kenya, na utapata a better understanding on which opportunities that you will invest huko kwenye SADC countries. Okay, nimeongelea Kenya, lakini sasa tutakuwa tunaongea na watu kutoka kwenye makampuni mengi sana. Hivi karibuni tunatarajia kufanya webinar na soko la Rwanda, ambao pia watakuwa na wageni kutoka soko la Uganda. Tutashare the details na hawa partners wetu, na tunakukaribisha sana uweze kujua hizi opportunities ambazo unataka kuzifahamu kwenye haya masoko ya nje. Dr. Elizabeth. Precious Mroso, okay, hili swali naona Lutiko ameshalijibu. Temba anasema mbona KCB hawapo DSC kwenye trade, tunawezaje kununua? Okay. Sawa. Bwana Imani, karibu address hili swali la Temba. Anauliza mbona KCB hawapo DSC kwenye trade. Naomba tu kwanza nifafanue. KCB ni cross listed counter. Hii ni counter ambayo originally ipo Kenya. Hao ni Kenya Commercial Bank. Na hizi counter ambazo ziko cross listed, unaona kabisa pia nyingi zinakuwa zina operations huku. Tunajua KCB wana matawi hapa Dar es Salaam, wana matawi pia mkoani, na wanaendesha shughuli zao huku pamoja na other cross listed counters. Kwa hiyo unakuta wamepata hiyo incentive ya kulist huku, lakini wapo kwenye DSC wakiwa cross listed. Imani, mtu akitaka kununua KCB anaenda wapi? Asante Ibrahim. Nataka kununua KCB, nimeweka email address hapo. Just drop an email au tuma email, reply email ambayo imekutumia link ya Ibrahim. Just put your request, then tutadiscuss. Lakini basically CRDB tuna facilitate
wewe kununua hisa ndani ya EC na SADC kote. Tuna partner brokers kote huko. Changamoto kubwa ilikuwa kuwekeza nje ya nchi ilikuwa ni custodial fees. Mtu ukitaka kuja mtu wa nje non resident wa Tanzania akitaka kuja kuwekeza Tanzania anahitaji kupata custodial service. Na Mtanzania wa kawaida akitaka kwenda nje ya nchi anahitaji kupata custodial service. Sasa ilikuwa mtu kuchagua custody kule umjui ni nani mzuri na vitu kama hivyo, it's a foreign country, huko Tanzania utapata vipi taarifa na vitu kama hivyo. I think ndio ilikuwa changamoto kubwa ya Tanzania kuwekeza nje ya nchi. CRDB ana custodial service za hapa ndani na custodial agreements na nchi za hapa karibu na kwetu, Kenya, Uganda, Rwanda, Mauritius, South Africa. Kwa ukitaka kuwekeza huko kote, ukitaka kuwekeza huko kote, njoo tu CRDB. Tutakutafutia partner brokers, utatupa order sisi, tutakufanyia KYC, tutakufungulia custodial account kule under our name and utawekeza kwenye haya masoko ya jirani ambayo unaruhusiwa kwa capital account restrictions za kwetu kuwekeza. So the answer is CRDB. Asante sana Mr. Imani, nashukuru sana. Maswali ni mengi. Robert Balama anauliza, elimu nzuri, nitahitaji zaidi elimu ya bonds na kutofautisha kampuni ipi ninunue hisa. Katika mabano anasema namna kuanalyze trend za kampuni kwenye hisa. Kiukweli bwana Robert, usiende mbali sana. Kaa karibu na simu yako, utakuwa katika platform zetu tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Kila Ijumaa tupo hapa kama leo tulivyo analyze Swissport, tutaendelea na mwendelezo wa kuanalyze counters nyingine, both the mid caps, pia tutagusia hizo big chips au blue chips mradhi. Lakini pia kila wiki tunaangalia wale top movers, tunaangalia wale top gainers, tunaangalia pia bonds zimekwendaje na turnover imekwendaje, yields zimekaaje, both kwenye upande wa primary market na secondary market. Yani hii elimu tunaitoa kila Ijumaa. Kwa hiyo natarajia pale ambapo utakuwa na join nasi kwenye hizi webinar utakuwa unapata hii elimu, lakini pia usisite kutupigia simu, kutuandikia email, au ukipenda pia kutuvisit ofisini CRDB na utakutana nasi, tutaongea, tutabadilishana au tutapeana elimu kwenye hizi instruments, equities na bonds na other fixed income instruments ambazo unaweza uka invest in. Tunakukaribisha sana. Hamza Safari ameuliza swali ambalo na mimi pia nitamuuliza kakaangu Imani hapa. Anasema sekta ya banki inafanya vyema sana. Sababu za DCB Commercial Bank kuwa unstable ni zipi? Mr. Imani, karibu sana kwa ajili ya hili swali kutoka kwa Hamza. Asante. Na hii swali pia lina watu kibao wameliwekea macho. Lakini kiufupi sekta ya benki inafanya vizuri, lakini kama ambavyo sekta nyingine yoyote inawezekana inafanya vizuri. Lakini kwa na players wachache kwenye hiyo sekta ambao they are not as performing as much kama wengine wote. That is a normal thing, ni kitu cha kawaida kabisa. Ila ukiangalia DCB ilikuwa ni benki ndogo, community bank ndogo. Hapo katikati banking sector iliomba, tunakumbuka hapo 2016 wakati benki kwa serikali imetoa hela zake zote kutoka mabenki ikapeleka benki kuu. Lakini pia kukawa na liquidity crunch, private sector credit growth ilienda negative. Kwa mikopo mipya, yani mikopo ambayo watu walikuwa wanalipa kwenda kwa mabenki na mabenki mikopo ambayo ilikuwa inatoa, mikopo ambayo ilikuwa inalipwa kwenda kwa mabenki ilikuwa mingi zaidi ya mikopo ambayo ilikuwa inatoka kwenye mabenki. Kwa banking sector nzima tunakumbuka ilipigika, iliumba kidogo mwaka 2016, 17, 18. Hiyo recovery imeanza kuanzia 19. Na recovery yote kunakuwa na laggards. Lazima kuna wale ambao wanatangulia, so Tier 1 banks wenyewe walitangulia na tunaona the likes of CRDB, NMB, Stanbic, PBZ wamekuwa kwa kasi sana during hiki kipindi. Ila kuna wengine ambao wenyewe recovery inakuja baadaye. Unaona mwaka huu tumeanza kuongea CRDB bei yake kwanza kupanda kwa kasi tangu 2019 2020. Lakini tumekuja kuiongelea Mkombozi mwaka huu. Na yenyewe recovery ilianza kipindi kile. Sema sasa kulikuwa na accumulated losses na vitu kama hivyo. Tumekuja kuiongelea mwaka huu. So inawezekana DCB challenges zilizopitia zilikuwa kubwa zaidi. Even sehemu ambazo anatoa mikopo, hii ni benki ya halmashauri, kwa kuna sehemu segment fulani ya wateja ilikuwa focused on. Wamefanya rights issue mwaka jana kukapitalize, I'm pretty sure, na walipata uongozi mpya. I'm pretty sure sasa hivi ndio hiyo recovery na wenyewe sasa ndio wana experience. So they are making plans, wanaifanyia kazi.
Kwa hiyo ilikuwa ni laga tu kwenye sekta ya benki. Tukiona sekta ya benki ikiendelea kuperform hivi inavyoperform, I believe in a year or 2 years we might see positive news kutoka DCB. Asante sana Bwana Imani. Nadhani hapo Bwana Hamza atakuwa ameelewa, na wengine ambao walikuwa interested kwenye hii kaunta ya DCB hapa ambao wameitolea macho ni sababu zipi. Elibariki Robert anauliza, je, ni mambo gani ya msingi yanayoendesha ukuaji wa baadaye wa Swissport Tanzania katika sekta ya usafiri wa anga na usimamizi wa mizigo, na ni hatari gani za msingi ambazo mwekezaji anapaswa kuzingatia wakati wa kutathmini fursa zake za uwekezaji wa muda mrefu ikilinganishwa na kampuni zingine katika soko la Tanzania? Hii Bwana Imani alishalijibu na alilielezea vizuri kwenye wakati akiwa anaelezea hii counter katika hii presentation ya mid cap stocks. Lakini kwa mfano kama ulichelewa au unataka tu kupata recap kwa kifupi sana, Swissport is a market leader, ana market share kubwa. Umeona kabisa hapo katika kutokana na ripoti yake ana market share 90% nadhani kwenye cargo na 97% kwenye ground handling, lakini pia ana global backing, ni kampuni ya kimataifa na ina local expertise. Tunaona ilianza kuja Tanzania miaka ya 90 huko, tangia imekuwa listed 2003 ikiwa bado ikiwa inajulikana kama Dahako. So they have plenty of expertise, wana plenty of experience as a global company. Wana financial performance nzuri, kwenye balance sheet yao hawana deni, at least a bank loan. Financial performance yao ni nzuri na wanafanya vizuri sana. Kwenye upande wa weakness, kama Imani alivyogusia, ameongelea kuhusu competitive pressure. Zamani Swissport alikuwa ni monopoly, lakini sasa hivi ameanza kupata pressure kidogo kutokana na makampuni ambayo yanakuja provide hizi service za ground na cargo handling. Tumeona zimechangia kidogo market share yake kupungua, na hata kwenye prices zao inabidi sasa kidogo wawe more aggressive kwenye prices. Na naweza nikamwomba Luitiko akaongezea kidogo au akaendelea hapa nilipoishia. Karibu sana Luitiko. Asante Ibra, asante sana. I think ilikuwa ni kumalizia tu. Naona maswali yalikuwa yamebakia machache na naona amejibiwa vyema, na naamini ndugu wasikilizaji kwa namna moja au nyingine mmebenefit na mmefaidika. Naona kuna maswali kama matatu na comments ili zimebaki, naomba nizi address kwa kifupi sana ili walau tuweze kuwaruhusu ndugu investors kuweza kuanza weekend yenu vizuri. I think kuna Lina ameuliza kwamba aliwahi kununua hisa 2012 only come to learn kwamba sala ipolate mwaka huu katika mazingira yao nakuwa loser moja kwa moja. Kwa taarifa tulioipata mpaka mara mwisho ni kwamba swala iko kwenye wind up, na of course kama mwana hisa anakuwa ni beneficiary wa mwisho baada ya wind up. Kwa hiyo unaangalia kwamba kampuni ina madeni kiasi gani na ina mali kiasi gani, alafu wale wanaodai kwanza wanalipwa, alafu kinachobaki ndio wanahisa wanagawiwa. Kwa hiyo labda tuendelee kusubiria press release na tuweze kuona wind up itaishia wapi, ili tuweze kujua kama wanahisa wanabaki na kitu gani. Lakini hii ni tahadhari kubwa ambayo tunabidi tuchukue kama wanahisa, kwamba endapo unapowekeza kwenye kampuni, mara nyingi ikitokea kampuni imeshindwa cooperate na inaenda imefika mwisho, inaenda kuifilisi, inamaanisha kwamba inaanza kwanza kulipa madeni mengine, alafu wanahisa ndio beneficiary wa mwisho kabisa. Lakini bahati nzuri sana ni kwamba haya makampuni yanalazimishwa kutoa financials, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia kudadavua hizo financials. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ukiendelea kuwa pamoja na sisi na ukiendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi haya mambo, unaweza inakuwa rahisi zaidi kwako kuto kuingia katika situation kama hii. It's the same thing ambacho Dr. Elizabeth Mkoba ameongelea hapa chini tena, kwamba you should update us if your funding companies are not doing well. We do not want to get surprised and being loser. And of course, we are doing the updation.
Soon tunaanza kushare highlights kila financial ikitoka, lakini pia we have the market reports ambazo zinaelezea trend ya soko, ambazo inaweza pia kukupa alarm kwamba kampuni haifanye vizuri. Uzuri kwamba soko mara nyingi lina react mapema kabisa kwamba kampuni yake haifanye vizuri. Tuna bei inaanza kushuka, kuna pressure ya wauzaji na wanunuzi wadogo, lakini pia katika session kama hizo unaweza kukupa chance ya kuuliza na tukakuelewesha zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba tukiwepo pamoja wote haya mambo hayawezi kutokea. Able Growth anataka kujua kiasi kidogo cha kununua shares, mfano CRB na Mkombozi. Kwa by market standard ilikuwa ni share 10 zamani, kabla tujaanza kununua share 1-2, lakini kwa operational efficiency naamini ukishakuwa na kiwango cha kununua kuanzia share 10 kuendelea unaweza kununua. Lakini tahadhari tu ambayo naweza kukupa kwa haraka, uwekezaji wako kwenye hisa, returns zake vitu nyingi ni 1%. Kwa hiyo ukiwa na kidogo unaweza kuona unapata kidogo, lakini ukiwa na kikubwa unakuta kwamba amount unapokea ni material. Hii maana yake nini? Leo unaweza kuwa na hela ndogo ukawekeza kidogo, lakini usiishie pale kidogo. Hata kama una uwezo tu wa kununua hisa 10, nunua leo hisa 10 afu endelea kuongeza, kwa sababu kwa mfano hisa 10 za CRB tunaongelea 8,000. Nikisema unapata 10% return unaongelea 800. Ukianza mwaka mzima 800 hautaona mantiki yake. Lakini leo umenunua hisa 10, ukaendelea kuongeza hisa 10 kila wiki. Baada ya muda una hisa 1,000,000, ukiambua 10% hisa 1,000,000 za CRB, utaona kabisa kwamba amount unapokea ni nini? Ni material. Kwa hiyo unaweza kuanzia hisa 10, lakini kama una kiasi kidogo tunakushauri sana kwamba jitahidi uendelee kuongeza frequently, ili at least baadaye unapopata ile return iweze kuwa material na uweze kuwa na faida kweli kweli ya kuwekeza kwenye soko la hisa. Maganga kaulizia Swissport na market share ya kiasi gani? I believe hili lilijibiwa sana, lakini kwa ufupi tu kwamba upande wa ground handling tulikuwa tunaongelea 90%, upande wa cargo tulikuwa tunaongelea 97%, Mr. Maganga. So naamini tumemaliza maswali yote leo vizuri kabisa. Nawashukuruni sana kwa kushiriki, nashukuruni sana kwa kuwa pamoja na nyie, na wiki ijayo tutaendelea na kampuni nyingine tena. Imani ameelezea vizuri kabisa kampuni ya Swissport leo. Ibra ametuelezea what happened in the week. We have another week tomorrow. I believe we have another week next week, na tutakupa hapa Ijumaa tukitoa elimu hii. Wanasema kizuri kula na mwenzako. Wakaribishe wote ambao wanahisi kabisa kwamba wanaweza wakafaidika na hii elimu. Karibuni sana. Ibra atashare presentation, atashare recording, itakuwepo kwenye page zetu za YouTube, lakini pia naamini link inaweza ikawa shared kwa namna moja au nyingine. As long as email yako iko subscribe katika wale watu wanaopokea daily market report, utaendelea kupata hizo presentation, utaendelea kupata hizo recording, utaendelea kupata daily report zetu, na natumaini kabisa kwamba mtu ambaye haja subscribe bado anaweza ka drop email yake hapo akaendelea kusaidika kwa namna moja au nyingine. Karibuni sana 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 sana, na niwatakieni Ijumaa njema. Asanteni sana.